dhambi. Okay. Heri aliyosamehewa dhambi na kusitiriwa makosa yake. Heri Bwana asiyemhesabia upotofu. Heri yule Bwana asiyemhesabia upotofu, ambaye rohoni mwake hamna hila. Yes. Neno hili heri, ukisoma ya Kiingereza King James, ambaye ndio iliandikwa mbele, hii ya Kiswahili imekuja juzi, inasema kwa ile lugha nzuri, blessed. Amebarikiwa mtu yule ambaye dhambi zake zimefunikwa. Unajua tulikuwa wenye dhambi, damu ya Yesu ikatufunika. Tulipomwamini Yesu, damu yake ikatufunika. Na damu ya Yesu ikikufunika, dhambi zako haziwezi kuonekana hata mbele za Mungu. Mungu anaona dhambi zetu kama haziko. Anaona damu ya mwanae, anaona haki ya mwanae, anaona uzuri wa mwanae. Na Biblia inasema amebarikiwa mtu ambaye dhambi zake zimefunikwa, zimeoshwa. Zinafunikwa kwa njia gani? Kwa njia ya toba. Haleluya, Bwana asifiwe. Si kwa njia nyingine yeyote. Unapotubu mbele za Mungu na kumwambia mimi ni mwenye dhambi, zako zinafunikwa, unahesabiwa haki. Kuhesabiwa haki ni kuwa ya kwamba umekubali. Mbinguni tutaingia kwa sababu ya kuhesabiwa haki. Dhambi zetu zikisamehewa, tunakuwa na haki mbele za Mungu. Biblia inasema alimfanya yeye kuwa dhambi ili sisi tuwe haki ya Mungu. Bwana ni agosho. Akamfanya Yesu kuwa dhambi. Hata Yesu hakufanyika mwenye dhambi. Hapana, alifanyika dhambi. Maana kama angefanyika mwenye dhambi, angekuwa yeye ni mkosaji, ni mwenye dhambi, amefanya dhambi. Lakini kwa sababu hajafanya dhambi, kile ambacho alifanywa dhambi ili mimi nami sikufanyika yule mtu ambaye ananunua haki, nilifanyika haki ya kupewa. Bwana asifiwe. Wewe ni mwenye haki kwa kufanywa. Haleluya, Bwana asifiwe. Si kununua ulinunua. Najua kuna watu wanafikiri ya kwamba wameokoka kwa sababu wamejaribu sana. Kujaribu nini? Hakuna mtu amejaribu kuokoka. Zote tulikuwa wajinga. Mimi sikujua neno, lakini nilipokuta ikihubiriwa, nilipoombewa nikabadilika. Nikasikia haya. Nilifikiri dhambi itanifaida, nikaishinda. Nikawa mwenye haki. Mimi ni wa mbinguni. Bwana asifiwe. Mimi nitaingia mbinguni kwa sababu Bwana amenifanya mwenye haki. Haleluya. Fanya mkono namna ya mwenzako, wewe ni mwenye haki. Kama wewe huamini hiyo, basi hata Yesu akirudi, sijui wewe utaenda wapi. Kwa sababu labda utasema utubu kwanza. Haleluya. Sasa jambo lingine ambalo lilifanyika msalabani, twende katika Wakolosai, ambalo ni nzuri sana. Wakolosai 2 aya ya 13. Kitabu cha Wakolosai 2 aya ya 13. Tuone yale yaliyotendeka msalabani. 13 na 14. The cross. I thank God for the cross. Na ninyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu, na kutokutahiriwa kwa mwili wenu, aliwafanya hai pamoja naye, akiisha kutusamehe makosa yote, akiisha kuifuta
ya kutustaki kwa hukumu zake, akiisha kuivuta ile hati iliyoandikwa ya kutustaki, iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani, akiisha kuzivua enzi na mamlaka, na kuzifanya kuwa mkongo kwa ujasiri, akizishangilia katika msalaba huo. Basi mtu asiwahukumu ninyi katika vyakula au vinywaji au kwa sababu ya sikukuu au mwandamo wa mwezi au sabato. Aya, Bwana asifiwe. Sabato. Kwa sababu kuna kitu ambacho nitaongea sasa pamoja nawe, kitu kinaitwa mastaka. Mbia mwenzako mastaka. Unajua mastaka ni mbaya sana. Unasikia unahukumu, unasikia roho yako haiko huru. Mastaka. Haleluya. Kwa Kiingereza nasema accusation. Accused. Sisi kama umewahi siku moja nilishikwa nikiwa kijana mdogo kwa sababu ya ulevi. Na mimi sikuwa nimeenda, kuna mahali panaitwa Songo kule pande za area za Kisumu area hizo. Sasa nikashikwa kwa sababu nilikutwa kwa baa na watu wengine. Nilikuwa kijana kadogo. Tukawekwa kwa randomo. Na mimi kwa sababu sikuwa nimewahi kushikwa, nilikuwa nasikia hukumu sana, nimepigika sana. Maana nakutana na watu naambia ingia, enda mbeleni mkae pale. Hakuna viti mnakaa hivi. Na ngapiwa mtoe viatu nini yote. Mimi nilifikiri mama yangu kwa sababu nilikuwa na miaka sijafikia, nilikuwa na 16 nafikiri. Maana nilienda baada ya kumaliza shule. Nilifikiri mama yangu akija anaweza kuambia hao watu wania. Alipokuja aliambiwa wewe kaa kule. Hata kama baadaye nilipigwa, lakini nilisikia nimehukumika sana. Accusation. Mastaka. Tulikuwa na kila mmoja na mastaka mbele za Mungu. Mastaka. Tulikuwa hatuwezi kujitoa, faili zetu zilikuwa zimewekwa na Ibilisi akakataa nazo. Faili yako ilikuwa imeandikwa makosa yako, ubaya wako, laana ya Adamu, kila kitu ukisomewa. Haya, Bwana asifiwe. Ulikuwa umestaki. Na yule ambaye katika waraka wa kwanza wa Petro 5:8, hebu sikia, yule ambaye alikuwa anafanya hiyo kazi. Waraka wa kwanza 5:8. Yule ambaye alikuwa amekuweka board mastaka. Haleluya. Ili Mungu siku moja aseme hakutaki, maana umestakiwa. Hebu mwe na kiasi na kukesha. Kwa kuwa mstaki wenu Ibilisi, kama simba agurumaye, huzunguka akitafuta mtu ammeze. Nanyi mpingeni huyo, mkiwa thabiti katika imani. Mstaki wenu Ibilisi ni mstaki, is accuser. Kama hujajua, na wakati mwingine hata anaweza kukustaki bure. Maana kwani Ayubu alikuwa amefanya kitu? Si alisimama mbele za Mungu akasema, akaulizwa umeona Ayubu? Akasema ndio. Mungu akamwambia umeona vile yako na vile anavyoendelea? Akasema hapana. Ni vile umemtendea huyu mtu
jaribu kujiondoa kidogo na uondoe ule ukuta, maana shetani alisema nimeona umemzingira na ukuta. Because when you are saved, ukiokoka unazungukwa na ukuta. Amen. Aya, Bwana asifiwe. Saa hii hata kama huoni, kuna ukuta wa Mungu unaokuzunguka. Mungu ameweka hiyo kuzunguka wateule wake, na aliweka kwa Ayubu. Na Ayubu hakujua, alikuwa anashughulika tu, lakini ajui ya kwamba amezungushwa na ukuta. Na Ibilisi akasema ondoa hiyo ukuta, uone kama accuser of the brethren, Satan. Hallelujah. Fanya mkono namna ile, ambia huyo kuna shetani. Unajua kuna watu wanafikiri ati shetani ni jina tu. Shetani yupo na anazunguka kama simba akitafuta mtu wa kumeza. Na anaanza kumeza kwa njia gani? Kwa njia ya mashtaka. Anakustaki, unasikia unajilaumu, unasikia una hatia. Hata wengine wameokoka, lakini hata sasa bado wanajilaumu. Hawajawahi kukubali ya kwamba they are righteous. Sasa tukisema Yesu anaingia, watasema hebu turudi kwa maombi tutu. Na Bwana asifiwe. Wanasema turudi kwa maombi tutu, kwani amefanya nini? Kwa nini hajaomba siku ile? Ukimwambia kuja tuombee mtu ambaye ni mgonjwa, kwanza tutubu. Kwa sababu hajaamini ya maisha yake ya kwamba hana mashtaka. Haleluya. Bwana asifiwe. Sijui kama umewahi kujilaumu mashtaka. Kusikiaga mashtaka. Kuna mtu anakaa anakumbushwa mambo ya miaka 10 inaletwa. Ameokoka lakini anaambiwa miaka 10 uliiba kuku. Na hata kama umeokoka, hii kuku ya jirani yako na ulikula. Bwana asifiwe. Yaani ni mashtaka. Ibilisi anaokota. Anaomana, anajua asiona huna ujasiri katika maisha yako na roho yako inakustaki, huwezi kumwelekea Mungu. Na kwa hivyo ndio maana anapenda kutumia mashtaka. Na ni vizuri hiyo somo tulijue ili tuondokee mashtaka. Bwana asifiwe. Tusiwe watu ambaye hawawezi kukaa mbele za Mungu na ujasiri. Katika waraka wa kwanza wa Yohana 3, waraka wa kwanza wa Yohana 3, tusomewe waraka wa kwanza wa Yohana 3, the book of John. Waraka wa kwanza wa Yohana 3:21, tusomewe. Hallelujah. Glory to God in the high. Utukufu kwa Mungu aliye hai. 3:21. Wapenzi, mioyo yetu isipotuhukumu, tuna ujasiri kwa Mungu. Tuna ujasiri kwa Mungu. Na lolote tuombalo twalipokea kwake. Kwa kuwa twazishika amri zake na kuyatenda yapendezayo machoni pake. Mioyo yetu isipotuhukumu mbele za Mungu. Haleluya. Hebu ambia mwenzako, moyo wako usipokuhukumu. Accusation wakati mwingine inabaki. Mtu anabaki anakosa. Unajua tumesamehewa, lakini mtu mwingine anakosa kujisamehe. Kwani ni makosa ya Mungu? Wewe ndio ujisamehe. Unabeba mambo. Mimi mama yangu nikiwa kijana
Wakati baba yangu alikufa na tukaenda mahali panaitwa mama aliniambia, mimi nasikiaga vibaya sana kwa babu, yani kuka yangu, kwa sababu alinisikumia sana Kariuki, aliona. Sasa ni mama anasema hivyo, anasema kwa kijana yake yule mkubwa, maana mimi nilikuwa kijana yake mkuu. Akaniambia ninakaa na hasira. Unaona ni kitu kimefanyika miaka, lakini sasa baada ya baba kufa, amesema hata alikuwa anataka asiolewe naye, maana ndio maana amekufa. Unaona ni kitu ambacho kinakaa. Kuna mambo yanakaa rohoni na mtu anakaa na kitu kinaitwa mastaka. Haleluya. Tekagokogo teracho mastaka. Ambia huyo mastaka. Yesu akaingia msalabani adili na mastaka. Faili. Unajua faili yako ukitakiwa siko kotini. Dada anakaa hivi anakuja. Anasema okay, anaambia prosecutor, lete faili ya ndungu. Na wewe uko hapo kotini, faili yako inaletwa, imeandikwa jina lako, imeandikwa makosa yako, imeandikwa mambo. Na kule mbinguni kulikuwa na faili. Na kuna watu hata kama Yesu aliondoa faili na akaitundika msalaba. Si ni Biblia imesema hivyo? Akaiondoa hapo isiwepo tena. Akaipigilia msalabani. Akishangilia kwa mkongwe. Akisema akirohia. Amen. Akajibu sina mastaka. Saudia. Haleluya. Situniambia siku moja, unaona kuna mtu ambaye alikuwa anacheza, ni mtu mmoja alipeana hiyo mfano. Kaandika kwa kitabu chake. Alikuwa akicheza kwa mishale nje, mahali ambapo aliajiriwa na mzungu. Lakini kwa bahati mbaya akafanya pata wa mzungu, pata msinga. Unamjua? Yule anasema na akaenda akatafuta shimo akafunika. Lakini sasa alipomaliza kufunika kuangalia hivi, akaona yule ambaye alikuwa ni mpishi anamwangalia, akajua mmeonekana. Akaenda kwa mpishi akamwambia, naona umeniona, lakini nilikuwa ni bahati mbaya hiyo kupata nimeicho. Akamwambia ndio nimeona, hata kama ni bahati mbaya utakuwa wewe. Kama hutaki niambie mzungu, utakuwa wewe ukipiga chai ya asubuhi na kusaidia kutayarisha chakula ya leo. Naona akamwambia hiyo nimekubali. Siambie mzungu mimi nimekubali nifanyage hiyo kazi yako. Akawa anafanya miezi 6 ikafika. Akaenda kwake akamwambia sasa sina to. Akamwambia wewe cheza hivi. Umetosha nini? Mwaka ukaisha. Mwaka alipoenda mwaka na nusu, karibu miaka miwili, akasema huyu mtu, kwani nilikuwa sasa ni yeye tu nimfanyie kazi, yeye anakula mshahara? Akasema nitaenda kwa huyu mzungu nimweleze. Siku moja akachukua hatua kupanda kwa mzungu, akapanda ngazi, akaenda kwa mzungu, akamwambia ni kweli siku fulani nikicheza na mikuga na mishale kuna kitu ilitendeka. Mzungu akamuuliza au ni ile niliona nikiwa hapa juu? Maana ilikuwa ni mwaka 1.5 niliona ulicheza na mishale ukachoma pata wangu, lakini niliona ni kwamba hukutaka na nikakusamehe, nikasema sitakuuliza. Akafikiri sasa ile nilikuwa nasumbuka na hii jamaa kupiga saa yote. Kumbe
alikuwa anachukua kunitesa na kuweka hatia ndani yangu, hatia accusation. Aya, Bwana asifiwe. Kukaa na hatia, kujihukumu mambo mengine hata haina maana. Labda uligombana na jirani, haleluya, na sasa unailete katika maisha yako inakaa na hatia, hujui kujisamehe, hujui kuiondoa. Haleluya, Bwana asifiwe. Ambia mwenzako hatia hiyo inafanya hata uwezi kutumiwa na Mungu, kwa sababu dhamiri yako si sawa. Biblia inasema mioyo yetu isipotustaki hatutaweza kuelekea Mungu kwa ujasiri. Maana tunastakiwa mioyo, lakini si kile tumefanya. Maana Yesu alivuta dhambi zote, na hata zile ambazo zimekufuata ambazo ni za siri. Fanya mkono namna hii. Au jui kuna mtu labda ameenda kule na akapiga kikombe cha Tusker, na kwa sababu hakuna mtu alimuona, sisemi hapo hapa. Fanya mkono namna hii. Tunaongea habari ya master. Ni jamaa ameenda Mombasa, akakuta akachukua kikombe cha Tusker na akapiga. Maana walikuwa na marafiki wale ambaye wako huko. Aliporudi hapa hakuna mtu anaambia, lakini mastaka yanakaa rohoni, kwa sababu si Tusker amepiga. Na kila mara akisimama kujaribu kuimba au kutoa ushuhuda, unasikia Tusker. Anasikia Tusker, kikombe cha mastaka, kwa sababu huyu adui naye ako hapo kukustaki na anaiweka faili. Bwana asifiwe. Kama tunaelewana, ni somo ninakupatia hiyo ambayo inaweza kukufanya dhamiri yako iwe safi mbele za Mungu, na uwe umekubali ya kwamba Bwana amekusamehe dhambi. Yohana alisema tukiungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu atatuondolea dhambi zetu kabisa. Akasema msifanye dhambi, msitende. Bwana asifiwe. Sisi kama kuna mtu amesoma hiyo Biblia, watu wa kanisa la kibaoni, msitende dhambi, lakini mtu akitenda dhambi. Unajua Yohana ana balance, anaweka balance. Si ruhusa anapeana utende dhambi, lakini anasema msitende dhambi, lakini mtu akitenda dhambi. Bwana asifiwe. Akasema tuna wakili, tuna mtu ambaye anatutetea, anaitwa Yesu. Aende kwa Yesu ambaye ni wakili. Unajua wakili, sio kama umewahi kusimama kotini ukiwa na wakili. Wewe unaongeaje? Unampeleka pale, unauliza maswali na prosecutor na nini, wakili anajibu, kwa sababu ndio wakili wako. Yesu ni wakili. Bwana asifiwe. Yesu anatuwakilisha. Mashtaka